إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها المسلمون عباد الله، وتكفوا katika imani, Allah tabaraka wa taala anasema katika kitabu chake kitukufu, kwa hakika, sio vinginevyo, kwa hakika hapana shaka, nyumba ya kwanza waliwekewa wanadamu katika mgongo wa ardhi kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, lalladhi bibakkata, ni ile iliyoko Makka au Bakka, Madina yote kwa sehemu moja. Sio wakati wa kueleza kwa nini inaitwa Bakka, kwa nini imeitwa Makka na tofauti ni kitu gani, ni maudhui nyingine. Nyumba ya kwanza wanadamu kuwekewa ardhini ni ile iliyoko Makka. Ndani ya nyumba hiyo kuna uongofu kwa wanadamu wote, na vile vile nyumba ile imebarikiwa na Allah tabaraka wa taala, na vile vile nyumba ile ndani yake kuna alama na ishara za wazi kabisa zinazoonyesha utukufu wa Allah tabaraka wa taala na utukufu wa sehemu kama ile, ikiwemo mkusanyiko wa umma wa Kiislamu kutoka kila pembe ya dunia, ikiwemo athari ya nyayo za Ibrahim alayhi salam, ikiwemo amani ambayo Allah tabaraka wa taala
anaiweka katika nyoyo za wenye kuzuru sehemu ile na kuingia ndani ya nyumba kama ile. Ndipo akasema Allah tabaraka wa taala, waman dakhalahu kana amina, na yoyote katika Waislamu atakayeingia ndani ya nyumba hiyo atapata amani ya Allah tabaraka wa taala. Kisha Allah akasema, walillahi ala nnasi, na Allah tabaraka wa taala amewajibisha, amefaradhisha, ni lazima juu ya watu, wakikusudiwa waumini sisi, hijjul baiti, kwenda hija, kwenda kufanya ibada ya haji. Ni faradhi ya Allah juu ya Waislamu. Man istatwa'a ilayhi sabila, kwa kila atakayeweza safari hiyo ya kwenda hija ni juu yake, ni haki ya Allah juu yake. Waman kafara, na yule atakayekataa. Kafara hapa qala almufassirun ay kafara bilhaji, na yule atakayekufuru hija, yani atakataa. Una pesa, wewe ni mzima wa afya, lakini ukaona kwamba ukatoa laki zako 4.5 au 5.5 au 6.5, kama vile amenieleza moja katika rafiki zangu ambaye mwaka huu ni katika mahujaji, Allah wapeleke salama, anasema imepanda, wamefikiwa 6.5. Lakini 6.5 ni kitu gani kwa pepo ya Allah tabaraka wa taala? Mara ngapi tumesikia kwamba mtu anatoa milioni watu wacheze mpira? Mara ngapi tumesikia mtu ametoa milioni amepeana kwa msanii apige ngoma watu warushe roho? Mara ngapi watu wametumia mabilioni ya pesa kwa mambo ya kipuzi kabisa yasiyokuwa na faida yoyote, la kwao wenyewe wala katika jamii. Mara ngapi? 6 au 7, hata sema milioni, ununue pepo ya Allah tabaraka wa taala. Una pesa ngapi wewe? Lakini bado hatujakuwa tayari kumwitikia Allah. Wale ambao wanaweza kwenda hija ni wengi, kwa kuwa ni wazima wa afya, na zile pesa zinazohitajika mtu kufunga safari ya hija, pesa hizo wanazo. Lakini watu hawako tayari kufanya biashara na Allah tabaraka wa taala. Kwa ajili ya hiyo, kaa wewe na pesa zako. Allah tabaraka wa taala anasema, waman kafara, na yule atakayekataa, fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin, ajue ya kwamba Allah hana haja. Ghaniyun 'anil alamin, hana haja na watu wote, na tukatae sote tusiende. Anasema Allah yeye ni ghaniyun, ni mwenye kujitosheleza, 'anil alamina, kunako walimwengu wote, tukatae sote tusiende. Hana haja. Tukienda faida yetu sisi, tukikataa hasara yetu sisi. Ndipo akasema ya kwamba jueni ya kwamba ibada ya haji ni wajibu juu yenu. Lakini kama hamtaki, kama mnaona ni hasara kutoa 6 uende hija, waona ni hasara, utafilisika, kaa. Fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin, la hajata lahu, hana haja na sote, hata tukikataa hana haja. Tuende, hatumzidishi wala hatumpunguzii. Tusiende kabisa, hatumpunguzii wala hatumzidishi. Fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Alu Imran, soma vizuri kuanzia 96 mpaka hapa 97.
Twende hija, ni faradhi ya Allah juu yetu kwa kila atakayeweza safari hiyo, na yule atakayekataa ajue ya kwamba Allah hana haja. Hana haja. Haya maneno ni mazito Waislamu, kwa mwenye kuelewa, kwa mwenye kufahamu. Allah mfalme wa wafalme, Allah aliyetuumba sisi, Allah ambaye maisha yetu yako mikononi mwake. Kila kitu anatufanyia yeye. Akuambie ya kwamba ikiwa hutaki, basi ujue ya kwamba mimi sina haja. Sina haja. Watarajia nini wewe? Waislamu, yajibu alhajju marratan fil umr. Haji ni lazima kwa mtu mara moja peke yake kwa umri wake. Miaka zote ambazo Allah amekuandikia, haji inawajibika juu yako mara moja peke yake. Kwa hadithi sahihi isiyokuwa na maneno katika sahihi Muslim, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu katika Bukhari. Qala Abu Huraira radhiyallahu anhu, Abu Huraira anasema, khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhata yawmin faqala, ya ayuha nasu, inna Allaha kataba alaykumul hajja fahujju. Faqala rajulun, akulla amin ya Rasulallah? Fasakata hatta karraraha thalathan. Faqala alayhi salatu wassalam, law qultu na'am lawajabat walamma istata'tum. Abu Huraira anasema, siku moja Mtume alipohutubia akasema katika hutuba yake, enyi watu, Allah tabaraka wa taala amewafaradhishia ibada ya haji. Basi nendeni haji, mkafanya ibada ya haji. Mmoja katika waliokuweko akasema, kila mwaka ya Rasulullah tuende. Rasulullahi akanyamaza sallallahu alayhi wasallam. Yule muulizaji akakariri suala lake mara 3. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ningelikuitikia ndio, ingewajibika kila mwaka juu ya wale wenye uwezo kwenda hija. Walamma istata'tum, na jambo hili hamungeliweza, kungelikuwa na uzito mkubwa kila mwaka kwenda hija. Kwa hadithi hii istadalla al-ulamau ala wujubi al-hajji marratan wahidatan fi umri al-muslimi kullihi. Ulama wetu kwa kutumia hii hadithi wamethibitisha ya kwamba hija ni mara moja tu kwa umri wako wote, miaka 80, 100, 70, 60, kama vile ilivyotabiriwa umri ya wengi katika umma, mara moja peke yake. Jiulize wewe hapo ulipo, Allah amekupa milioni ngapi? Allah amekupa bilioni ngapi? Kuna watu wana pesa, ni kwa vile hazisemi, hazizungumzi, lakini siri yako Allah anajua hiyo siri. Amekupa milioni ngapi unazo wewe sasa hivi kwa akaunti yako? Una bilioni ngapi unazo zako wewe kwa akaunti yako zipo? Waona tabu wewe kumpa Allah 700,000 au 6? Waona tabu? Hizo zote alizokupa kwenda hija, shekhe, bado hujanunua shamba hata 50 by 100 hujanunua, bado hujanunua gari, hujajenga nyumba. Kwenda hija, shekhe. Watu wote wale ambao Allah amewapa pesa, mjue ya kwamba muna masuhulia, maswali mazito. Lau kama utalipuuza ile la hija, na wewe ni katika hao waliopewa hiyo uwezo, kumbuka maneno ya Allah akatuambia, ukikata wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ujue ya kwamba kama utakata, Allah hana haja na wewe.
ana haja na sote, ana haja. Madha turidu, wewe watakaje na hizo pesa ambazo Allah alikupa? Chini ya mwaka mmoja wabadilisha magari hata mara 3, wahama tu wewe, urenti hapa, urenti kule, urenti huku, kwa mwezi unalipa laki, hiyo renti tu. Mambo madogo haya kwangu bwana, mambo madogo haya. Hija hujakanyaga, wala huna mipango, wala hujui kama kuna kitu kinaitwa haji. Utamwambia Allah nini? La ilaha illa Allah. Ayuha almuslimuna ibadallah, i'lamu, kaeni mkijua ya kwamba anna alhajja, kwamba ibada ya hija fardhullahi ala alibad, ni ibada ya faradhi juu ya waja. Nani? Muslim. Sharti ya kwanza, an yakuna musliman, awe muislamu, aqilan, awe na akili timamu, sikiliza vizuri, balighan, awe amebalighi, hurran, awe ni huru, sio mtumwa, kwa sababu mtumwa mpaka apewe idhini na bosi wake. Mustati'an, sharti ya 5, awe na uwezo. Hapa uwezo shekhe, si lazima uwe bilionea. Uwezo sio lazima umiliki makampuni. Zile pesa, ile nauli ya safari kwenda hija, unayo ama huna? Unayo, wewe ni katika watu ambao kwamba ibada ile imekuwa lazima juu yao, na tuko wengi, lakini watu hatuko tayari kufanya mipango ya hija. Twasubiri ije ofa, kwamba Waarabu wametoa ofa, watu wapelekwa hija, tukimbie kujaza mafomu kule. Lakini ibada hiyo wewe pia waiweza. Wewe ni Muislamu, akili yako timamu, umebalighi, uko huru, uko na uwezo. Hapa ulama wamegawanya mara 2, istitwa badaniyan wa maliyan, waweza kimwili, kwamba wewe ni mzima wa afya, wa maliyan, zile pesa zinazohitajika unazo, na hizi pesa Waislamu watu wanazo, pesa hizi zipo. Lakini kwa nini watu hawajakuwa tayari kumuitikia Allah? Angalia haya mambo vizuri Waislamu. Je, ikiwa mtu ameweza kwenda hija kimali, lakini kimwili ameshindwa, anaweza kutumana? Anaweza kumtoa mtu akahiji kwa niaba yake? Aljawabu naam, yajuzu an-niyabatu fil haji, yaruhusiwa kumtuma mtu kwa sharti zifuatazo. Ashartu al-awwalu an yakuna al-ajzu ajzan mustamirran, iwe kule kushindwa, yule ambaye wataka kumtoa mtu aende akahiji kwa niaba yake, lazima iwe udhuru wake ni udhuru wa kuendelea. Kalmaradhi alladhi la yazulu, kama vile maradhi ya kuendelea, haijulikani atapoa lini. Maskini mtu yule, huyu anaruhusiwa kupeana pesa kwa mtu mwingine akafanye hija kwa niaba yake. Wa ania awil kibar, ama mzee, mtu mzima kabisa, ambaye hawezi hata kusimama, hawezi hata kukaa juu ya kipando. Alivyokuja mwanamke wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema, ya Rasulullah, inna faridatallahi alhajju adrakat abi shaykhan kabiran la yathbutu ala arrahila, afa ahujju anhu au afa ahujja anhu? Faqala alayhi salatu wassalam, naam. Alikuja mwanamke wakati wa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, faridha ya Allah, ibada ya haji imemkuta babangu mzazi, ni mtu mzima mno, hata kumpandisha juu ya kipando kumpeleka haji ni tabu.
Je, naweza kumfanyia ibada hiyo? Mtume akamwambia naam. Hapa ndipo ulama wamesema udhuru ya kumzuia mtu lazima iwe udhuru ya kuendelea, kama vile kifo. Ni mzee, mtu mzima sana, hawezi, anaruhusiwa kuwakilisha. Ni mgonjwa mahututi, amelazwa, haijulikani atapona lini, anaruhusiwa kuwakilisha. Ni mtu ameweza kuhiji, alikuwa na mali na pesa, akazembea, tunavyofanya leo. Watu wa leo wako, watu wengi wana pesa, hawaja hiji, mpaka mauti inakuja na mpata mtu ghafla. Pesa zinabaki, majumba yamebaki, magari yamebaki, wewe una deni ya Allah, hauja kwenda hija. Sasa watu wako kama wanaelewa, na sijui wataelewa wapi haya, wanatakiwa kulipa hiyo deni, waende hija kwa niaba ya yule maiti aliyekuwa na uwezo, akaishi, akarusha roho mpaka mwishowe akakutana na malakul mauti, hakuenda hija. Watu wake ni wamfanyie hija kwa sababu ilikuwa ni wajibu juu yake. Hizi ndio picha za udhuru ya yenye kuendelea, maradhi yasiyokatika, uzee usiowezekana, au mtu akafa na hajakwenda hija na alikuwa ni katika matajiri wenye uwezo. Kitu cha pili katika masharti, wa ayyakuna anaibu mimman yasihu hajjuhu, yule ambaye wamtuma awe ni mtu ambaye yeye mwenyewe akihiji hija yake yakubaliwa na inamtosheleza kunako ile hija ya Uislamu. Bimaana asitumwe mtoto mdogo kwa ajili ya kumfanyia haji mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu mtoto mdogo bado ile haji haijakuwa wajibu juu yake, ibada sio faradhi juu yake. Sasa yeye haruhusiwi kwenda kwa niaba ya mtu mwingine. Mwenye anaruhusiwa ni yule ambaye lau kama atafanya ile ibada kwa nafsi yake ingemtosheleza yeye. Na sharti ya tatu, ayakuna naibu, huyu ambaye anatumwa, kad haja an nafsihi, awe yeye mwenyewe ashawahi kuhiji, ashahiji. Kwa hadithi ambayo ni sahihi kwamba mtu aliitikia wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wapo katika haji, Mtume akamsikia jamaa anaitikia, anasema labbaika an shubruma. Jamaa anaitikia, anamwambia Allah, labbaika, nimeitikia ya Allah kwa niaba ya Shubruma. Mtume akamuuliza, wa man Shubruma? Shubruma ni nani? Qala akhun li, wa fi riwaya qaribun li. Yule bwana akasema, huyu Shubruma ndugu yangu, na riwaya nyingine ni jamaa yangu, nimekuja kwa niaba yake. Kwa hiyo kumbe kuenda kwa niaba yafaa, lakini kuna masharti. Mtume akamuuliza yule bwana, ahajadika an nafsika, wewe waitikia Shubruma, wewe mwenyewe umehiji wewe? Qala la, yule bwana akasema bado mimi. Mtume akamwambia, fahujja an nafsika thumma hujja an Shubruma. Sasa fanya hivi, kwanza jifanyie wewe mwenyewe hiyo hija, kisha baadaye au mwaka mwingine utamfanyia huyo mwenzako. Haya masharti matatu Waislamu. Mwenye anawakilisha lazima iwe udhuru wake ni udhuru wenye kusimama, sio udhuru ambao kwamba utakatika hivi karibuni. Ni mgonjwa, haijulikani atapoa lini, au ni mtu mzima mno hajiwezi tena, ama ni maiti. Hizi picha tatu hawa wanaruhusiwa kuwakilisha. Kuwakilisha mtu ni open, ni wazi, ni maftuh. Yawezekana mwanamke kumfanyia mwanamume au mwanamume kumfanyia mwanamke, yawezekana. Mtoto mdogo akienda hija, Waislamu, hija yake inaswihi, lakini thawabu ni za
mzazi wake au yule aliyempeleka, lakini haianguki hija yake ya Uislamu, akibaleghe bado anatakiwa kurudi kufanya haji, kwa sababu ile ambayo alifanya kabla hajabaleghe ilikuwa sio wajibu juu yake, wakati wa ujubu ilikuwa ijafika, kwa hadithi ambayo ni sahihi vile vile kwamba mwanamke aliinua mtoto juu, akambeba mtoto ili Mtume amuone, akasema ya Rasulullah, alihadha hajjun, je, mtoto kama huyu akihiji hija yake yakubaliwa? Mtume akasema naam, walaki ajrun, ndiyo, hija yake itasihi na thawabu zako wewe. Kwa nini? Kwa sababu bado hajabaleghe yule mtoto. Kwa hivyo Waislamu, kwa pamoja tujue ya kwamba hija ni wajibu kwa masharti hayo ambayo tumetaja. Ukiwa katika hawa waliotajwa kwamba wewe ni Muislamu uliyebalighi, una akili timamu, uko huru na una uwezo wa kifedha na wa kimwili, imewajibika juu yako shekhi. Una pesa lakini wewe ni mgonjwa, waruhusiwa kuwakilisha mtu ambaye tayari amehiji yeye mwenyewe, awe ni mtu mzima amebaleghe, akifanya ibada ile, lau kama anajifanyia mwenyewe ingemtosheleza kwa ile hija ya Uislamu. Huyu ndiyo mtu ambaye kama utamwakilisha na yaswihi kuwakilisha, wala hakuna matatizo. Ayuha almuslimuna ibadallah, haji manzila yake, ukitaka kujua daraja ya haji, ni nguzo katika nguzo za dini, sio jambo la kupuuzwa Waislamu. Kwa hadithi ambayo sote tunaijua, hadithi ya Abdullah bin Umar, bunia al-islamu ala 50, Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5. Ya kwanza, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi ramadhana. Kwa hivyo manzilatul hajj ni nguzo katika nguzo za dini, sio jambo la kupuuzwa, sio jambo la kusema nitafanya. Ndipo tukuja kwa pointi hiyo. Je, hali yajibu alhajju ala alfauri au ala tarahi? Hija baada ya mtu kupata uwezo, ana pesa, ni mzima wa afya, watakiwa afanye haraka au watakiwa achelewe? Jawabu kwa haraka Waislamu, yajibu alhajju ala alfauri, baada ya kupata zile masharti na nauli na kupeleka haji, na wewe ni mzima wa afya, watakiwa kufanya haraka, hautakiwi kuchelewa. Hii ndiyo kauli ambayo ina nguvu katika akwali za ulama wetu. Mpaka hapo Uislamu tunakuja sasa kuangalia fadhila na ubora na matunda ambayo watu wanachuma katika haji. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, wa usalli wa usallim ala al-mab'uth bi khairi din habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ayuha almuslimuna ibadallah, i'lamu anna lilhajji ajrun adhim. Kaeni mkijua Waislamu, khasatan wale ambao Allah amewapa uwezo lakini wamekuwa ni wazito kumuitikia Allah. Kaeni mkijua, wala ambao kwamba hawana, tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie uwezo wa kwenda haji, tuwe na nia, tuwe na hamu, tumuombe Allah atujalie sababu za kwenda katika ibada hii ya haji ambayo ni nguzo katika nguzo za dini yetu kama tulivyosikia. Lakini tuguse kidogo fadhila na ubora na malipo ambayo Allah tabaraka wa taala amemwekea yule atakayeitikia mwito huu wa Allah na akaenda katika ibada ya haji. Katika hadithi sahihi, hadithi ya Abi Huraira
ambayo iko katika sahihi al-Bukhari. Qala Abu Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man hajja, wa fi riwaya man hajja hadha al-bayta, yani an-nabiy yushiru ila al-bayt. Wa riwayat al-Bukhari man hajja falam yarfud wa lam yafsuq raja'a kayawmin waladathu ummuhu. Yoyote katika Uislamu atakaye hiji falam yarfud, hakufanya maasiya ya kuhusiana na mambo ya wanawake. Ibn Hajar al-Asqalani katika sharhi anasema warafatu aljima'u wa muqaddimatuhu. Rafat ni mambo ya mapenzi na sababu zake zote. Umefika kwa haji, umeanza kuangalia wanawake, umesahau wewe umefuata nini. Umefika kule wataka kuoa wewe, kuna watu wana mtihani kwa sababu ana pesa, afika kula anaona watoto wanawake, sema basi na mimi hapa nakosa kabisa. Una haji. Man hajja, atakaye hiji, falam yarfus, hakujihusisha kabisa na habari za mapenzi. Na ndio kwa maana lazima wewe ambaye wataka kwenda hija usome kuhusu haji. Hakuna kuoa wala kuposa wala kuwa shahidi wala hakuna, mpaka umalize. Wala yafsuk, na hakufanya maasiya ya aina yoyote, makubwa kwa madogo. Mtume anasema rajaa, yule mtu atarudi kwao kutoka hija, kayaumin waladathu ummuhu, akiwa hana dhambi hata moja, ni safi kama ile siku aliyezaliwa na mama yake. Wewe Allah amekupa milioni 2, 3, 4, 5 zimekaa tu kwa account, waona tabu kutoa laki 6, waona tabu hata milioni 1. Mtume anasema, na mtume anazungumza kwa wahi, wama yantiqu anil hawa. Wewe hutaki tu. Mtume hasemi kwa wataka kusema, hapana. In huwa illa wahyu yuha. Akisema mtume ni wahi. Anasema atarudi mtu yule akiwa hana dhambi, ni kama ile siku alizaliwa na mama yake. Utaki kwa milioni 1 urudi kama vile siku ile ulizaliwa. Mwenye akili akatoa hata 10, achilia mbali 1. Nzito zaidi, usikilize Amr ibn al-As katika Sahih Muslim. Qala Amr ibn al-As, Amr mwana wa Asi anasema, lamma alqa Allahu al-islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqultu lahu ya rasul Allah ubsut yadaka liubayi'aka ala al-islam. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي فقال عليه الصلاة والسلام ما لك يا عمرو؟ فقال يا رسول الله أردت أن أشترطه. قال عليه الصلاة والسلام وماذا تشترط يا عمرو؟ قال يا رسول الله أشترط أن يغفر الله لي. قال عليه الصلاة والسلام يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. Amr ibn al-As kama sahaba watukufu kabla ya kuingia kwake katika Uislamu anasema, wakati Allah aliponiongoza akanionyesha nuru ya Uislamu, mimi na wewe tuna Uislamu tunachezea nini?
kwa sababu tumepata rais, tumezaliwa Waislamu, hatujui thamani ya hii dini. Ndipo tunafanya mzaha. Watu wamepigwa huko kwa ajili ya hii dini. Leo wewe una pesa, unakata kwenda haji, wakati wenzetu wanachapwa. Ili mtu anataka kuingia Kaaba anapigwa. Leo mimi na wewe tunakataa, unakataa kwenda. Tutamwambia Allah nini Waislamu? Amru anasema, nilipotaka kuingia katika dini nilimfuata Mtume, nikamwambia ya Rasulullah, nyoosha mkono wako, nyoosha mkono nikupe bai'a. Bai'a maana yake ni makubaliano, ni mkataba ambayo wanaume walikuwa wakimpa Mtume kwa mkono, yani salamu ya makubaliano. Unaweka mkono wako juu ya mkono wa Mtume, kisha unatamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, unampromise, unampa ahadi ya kwamba utafuata Uislamu. Inaitwa bai'a. Amru anasema, nilimwambia Mtume, nyoosha mkono nikupe bai'a, nikupe mkataba, nikupe makubaliano ya kufuata dini. Sasa nimeamua naingia sasa. Mtume akanyoosha mkono wake, Amru akazuia wake. Mtume akamuuliza, Amru, vipi? Mbona waniambia mimi ninyooshe na wewe wazuia wako? Amru akasema, ya Rasulullah, sijabadilika. Leo mimi naingia, lakini nina sharti. Mtume akasema kwa hamasa, sharti gani? Wataka nini? Kitu gani kitamshinda Allah? Wataka nini wewe? Wataka nini ufanyiwe ndio ingie katika dini? Sikiliza vizuri, wewe uliyekatalia pesa, waona kwamba ukienda hija utafilisika. Amru anasema, ya Rasulullah, mimi nataka nisamehewe. Basi mimi nimekubali kuingia, lakini nataka tu nisamehewe. Kumbuka huyu ni mushrik, anatoka kwa ushirikina, wamefanya vituko huko, kila aina ya balaa. Angalia Sheikh, angalia haya mambo, alafu wewe una hizo pesa hutaki kwenda. Anamwambia Mtume, nataka nisamehewe yale yote niliyoyafanya kule kwa ushirikina. Nitasamehewa? Mtume akamwambia Amru, wachelewa wewe, wachelewa. Kuna habari ya kwamba Uislamu unapota yote yale yaliyotokea kabla yake. Ukisilimu, yale yote ambayo ulifanya kabla ya Uislamu yanafutwa. Hujui Amru ya kwamba hijra, mtu wa kibura, kutoka katika sehemu ya shirki kwenda katika sehemu ya tauhid, kutoka katika sehemu ya maasi kwenda katika sehemu ya khair, kutoka katika nchi ya kikufri kwenda katika nchi ya Kiislamu. Hujui kama wafutiwa madhambi yote? Pointi yetu, Mtume akamwambia Amru, una habari ya kwamba mtu akifanya hija, mtu akihiji, anafutiwa madhambi yote yaliyokuwa kabla yapo? Hujui? Waislamu, ulama wamezungumza hapa mpaka mwisho, kauli ambayo ina nguvu mpaka sasa inavyozungumza ya kwamba ibada ya haji wafutiwa madhambi yote, mpaka yale makubwa, madogo na makubwa. Wewe wakatalia pesa, isipokuwa mahala pamoja pana tatizo, ni pale haki inapokuwa ni ya binadamu mwenzio. Lakini yale ya Allah, hata yakiwa makubwa, Allah baina yako na Allah atakufutia, kwa sababu hawa kina Amru na wengine wengi wamesamehewa paka nini? Paka shirki, si ndio? Paka shirki, na shirki ndio kubwa kuliko zote, wamesamehewa. Lakini baina yao na nani? Na Allah. Baina yako na mwanadamu mwenzio, rudisha mashamba ya wenyewe ukahiji, rejesha pesa za wenyewe ukahiji.
haki ya binadamu mwenzio, ulama wamekubaliana kwamba hapa pana matatizo hapa. Kama ni haki ya mwenzio irejeshe, lakini baina yako na Allah atakusamehe hata kama ni makubwa. Waislamu, tusipuuze ibada ya haji, tusipuuze. Nimalize, nishachelewesha, lakini muniruhusu nimalize hadithi ya mwisho, sio ya mwisho, yani ya kumalizia, kwa sababu muda ushakwenda sana, naona time. Samahani. Abu Huraira anasema katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, yani iko kwa Bukhari na Muslim, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema nini? Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Kufanya umra mpaka umra nyingine wafutiwa madhambi yote yaliyotokea hapo katikati. Alafu walhajjul mabruru laysa lahu, jamani wanaojua Kiarabu, walhajjul mabrur laysa lahu aljazau illa aljannata. Hadithi muttafaqun alayhi. Hija iliyoswihi ikatekeleza masharti yake, hakuna malipo mengine isipokuwa janna. Yahi, wewe hutaki janna? Waona kwamba gharama ya kwenda hija iko juu? Waweza kulinganisha milioni na janna ya Allah? Waislamu, bila shaka ni wazi ya kwamba Allah ni rahim juu ya waja. Kwa gharama chache za kwenda hija, laki kadhaa, hata milioni haijafika, Mtume anasema laysa lahu jaza, hakuna malipo mengine illa aljanna, isipokuwa janna. Je, waitaka janna? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.